ya leo ningetaka kuleta mafundisho ama ujumbe ama neno linaloonyesha ya kwamba tumeitwa na Mungu, tumechaguliwa na Mungu kwa kusudi lake. Tumeitwa ama tumechaguliwa na Mungu ili tutimize kusudi lake. Kuchaguliwa, kitu ama mtu huchaguliwa miongoni mwa wengi. Kuchagua, you choose among many. Unachagua miongoni mwa nyingi. Kama kitu ni kimoja kuchukua tu, utachukua, hakuna mambo ya kuchagua, si ndio? Lakini kama ni kuchagua, ni kati ya vingi, unachagua kile ambacho unataka. Kwa mfano, mwaka ujao tutakuwa na uchaguzi hapa Kenya, na tutakuwa na watu wengi sana ambao wanataka kuchaguliwa, wanatamani kuwa katika positions ambazo ni positions za madaraka. Na sisi kama wapiga kura katika nchi hii tutachagua ni kina nani tunataka kuwapatia hizo positions. So ujumbe wetu wa leo unasema tumechaguliwa ama tumeitwa na Mungu ili tutimize kusudi lake. Miongoni mwa wengi, Mungu alikuchagua wewe na akanichagua mimi ili tutimize kusudi lake. Called according to God's purpose. Na ningetaka tuanze mambo haya kutoka kitabu cha Warumi sura yake ya 8. Natumai kuna mtu ambaye ako na Biblia ya Kiswahili ambaye atamsaidia tunapoendelea. Warumi 8 mstari wa 28 hadi ule wa 30. Katika Warumi sura ya 8 aya yake 28 hadi 30 nikasoma. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia neema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe na mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Amen. Asante sana. Inasema hivi: tunajua ya kwamba mambo yote hufanya kazi kwa wema kwa wale wampendao Mungu, si ndio? Unajua, wakati mwingi mchungaji tunapo quote that scripture, wakati mwingi huwa tunawafariji watu ambao wanapitia mambo mabaya. Mtu akiwa amepitia jambo baya, tunamwambia mambo yote yanafanya kazi kwa wema. That is what happens mostly. Lakini leo nataka tuone ya kwamba andiko hili halikuandikwa hasa kwa sababu ya kuwafariji wale watu ambao wanapitia mambo magumu. Ni kweli linawafariji, lakini lina maana iliyo ya kina zaidi. Anasema mtume, tunajua mambo yote yanafanya kazi kwa wema kwa wale wampendao Bwana, wale ambao
wameitwa kwa kusudi la nani? Wanaasifiwe. Mambo yote yanafanya kazi kwa wema kwa wale wampendao Bwana, wale ambao wameitwa kwa kusudi la Mungu. Yaani Mungu amewaita ili watimize kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu wameitwa watimize kusudi la Mungu, na wamekuja ili watimize kusudi la Mungu, yale mambo wanayafanya katika harakati za kutimiza kusudi la Mungu. Mungu anasababisha mambo yote yafanye kazi kwa wema kwao ili waweze kutimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote hayafanyi kazi kwa wema ili tu yafanye kazi kwa wema. Yanafanya kazi kwa wema. Mungu anasababisha kila kitu ambacho hawa watu wanafanya, ambao hawa watu wanapitia mema na mabaya, yafanye kazi kwa wema ili hawa watu wafanikiwe katika kutimiza kusudi la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. For those who are called according to the purpose of God, God causes everything about them to work towards giving them victory so that they may fulfill the purpose for which they were called. Bwana Yesu asifiwe sana. So inaendelea kusema ya kwamba aliwachagua kwa sababu aliwajua kimbele. Bwana asifiwe. Kile kilisababisha Mungu akuchague kwa kusudi lake, na alichague kwa kusudi lake ni kwa sababu alinijua kimbele. Kuna kitu kinaitwa uteuzi. Kwa kimombo wanasema election. Ya kwamba Mungu alituteua. Lakini ili Mungu atuteue ni kwa sababu alitujua kimbele. Sio uteuzi ulitangulia, ni kutujua kulitangulia. Alituteua kwa sababu alitujua. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nataka ieleweke. Alituchagua kimbele kwa sababu alitujua kimbele. Inasema wale aliowajua kimbele aliwachagua. Unajua wakati mwingine tunachagua watu ambao hatuwajui. Si ndio? Unachagua mtu alafu baada ya mwaka mmoja mnaanza kulizana, aitwa leo kwa nini tulichukua nani? Wanasifiwe sana. Kwa sababu hamkumu awe ni MCA awe ni nani, hata katika mashirika ya communities mnaweza kuchagua watu ambao hawajui, kisha baada ya muda kidogo mnaanza kujuta. Bwana Yesu asifiwe sana. So ili Mungu atuchague, alituchagua kwa sababu alitujua kimbele. Inasema wale aliowajua kimbele aliwachagua, na aliwachagua ili wale wa kufananishwa na jinsi mwana wake alivyo. Alituchagua tufananishwe na mwana wake. Mwana wake ni nani? Ni Yesu Kristo Bwana. Lakini wale watu Mungu aliowajua kimbele, aliwachagua kimbele ili wafananishwe na Yesu Kristo Bwana, waweze kutimiza kusudi la Mungu. Amen. Anasifiwe. Waweze kulitimiza kusudi la Mungu. Na wale ambao aliwachagua hivyo, aliwaita. Nataka uone vile mambo haya yanafuatana. Kile kinaanza ni kujua. Mungu alijua. Baada ya kujua akachagua. Bwana asifiwe. Baada ya kuchagua akaita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale aliowachagua aliwaita kwake. Aliwaita kwake,
wake akawahesabia haki, akawapatia kipawa cha haki ili wawe na msimamo mbele za Mungu ambao hauna dosari wala makosa. Akawakirimia haki bure ili waweze kutimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale ambao aliwahesabia haki akawatukuza. Can you see the process? Aliwajua kutoka kitambo. Kwa sababu aliwajua, akawachagua. Kwa sababu aliwachagua, akawaita kwake. Lakini hawezi kuja kwa Mungu na wapelekane na Mungu wakiwa wenye dhambi, wakiwa wanahesabiwa makosa mbele za Mungu. Kwa hivyo alipowaita, akawahesabia haki bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Waweze kusimama mbele za Mungu mtakatifu bila lawama ama dosari, kwa sababu amewahesabia haki. Na baada ya kuwahesabia haki, akawatukuza. Bwana Yesu asifiwe. Kutukuza kunamaanisha nini? Akawavika utukufu wa Mungu, akawapatia hekima ya kiungu, akapatia uwezo wa kiungu ili waweze kutimiza kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Aliwajua, alituchagua kwa sababu alitujua tangia mwanzo, na all that he did, alituita kwake ili atuingize katika mipango yake ya umilele. Kusudi la Mungu ni la umilele. Wakati mwingine tunachanganyikiwa, tunafikiri makusudi yetu ndiyo makusudi ya Mungu. Hatukuitwa tutimize makusudi yetu. Makusudi yetu yanatimia kwa neema kwa kadri ya mapenzi ya Mungu. Lakini hata yanapotimia makusudi yetu ni kwa sababu makusudi yetu yanaambatana na makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. So we are called to serve the purpose of God. Na kwa sababu ya hivyo ametuita. Petro anasema alitujua kimbele, elect. That is 1 Peter 1 and verse 2. Ya kwamba tumeteuliwa kutokana na vile Mungu alitujua kimbele. That is what election is all about. Mungu alitujua kimbele, na kwa sababu alitujua kimbele akatuteua. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuingizwe katika kusudi lake. Waefeso 1 mstari wa 4. Somee. Kitabu cha Waefeso 1 mstari wa 4. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4. yake 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Ngoja kidogo. Kama vile alivyotuchagua katika yeye. Bwana asifiwe. Anatuchagua katika yeye. Alituchagua nini? Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Tulichaguliwa katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Alituchagua kabla ya misingi ya ulimwengu, katika hiyo Efeso. Kabla ya misingi ya ulimwengu alituchagua kimbele. Kwa sababu ni nini kilianza? Ni ulimwengu ama ni watu? Ulimwengu ndio uliumbwa kwanza, watu wakaumbwa mwisho. Lakini kabla ya ulimwengu kuumbwa, alikuwa ametuchagua kabla. I wish I had time to explain these things. Wacha niseme tu kwa kifupi, mchungaji ile jina. Wacha niseme tu kwa kifupi hivi, ili jambo hili
ili liweze kueleweka. Mungu ili atuumbe alituona mwanzo katika mawazo yake. Bwana asifiwe. Kabla Mungu kutuumba alituona mwanzo katika mawazo yake. Alituumba kwa sababu kile aliona katika mawazo yake alikipenda. Bwana asifiwe. Kabla kutuumba alituona katika mawazo, na alipotuona katika mawazo yake akasema nitaumba hiki kiumbe, kwa sababu hicho kiumbe alikipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati alituona katika mawazo yake, kabla ya jambo lingine lolote, alitupenda na akatuchagua kwa makusudi yake. Bwana asifiwe. Mungu hakutupenda wakati alituumba, alituumba kwa sababu alitupenda. Hili nyumba kabla liwe hapa lilikuwa ndani ya mawazo ya watu wengine humu. Sijui ni nani walikuja na mchoro na nini, lakini kuna watu waliona hii nyumba kabla hata wajaweka msingi. Walijua msingi utawekwa na kutatokea kitu kama hii. Katika mawazo ya mchungaji kuna nyumba nyingine anaona mahali, na sasa anafikiria vile anaweza kui-actualize. Kabla Mungu kutuumba alituona katika mawazo yake, na katika mipangilio yake ya umilele akaona tunafaa kuitwa kwake ili yeye atutumie sisi kuleta ukamilifu wa mipangilio yake ya umilele. Bwana Yesu asifiwe sana. So alitutambua ndani yake kimbele ya kwamba kwa sababu ya vile anatupenda tutaweza kusimama mbele yake bila lawama wala makosa. Hiyo ndio tumesomewa hiyo wa Efeso. Alituchagua ili tuweze kusimama pamoja na yeye bila kuhukumiwa na Mungu wala bila sisi kujihukumu, ili tuweze kutekeleza katika kusudi lake. Bwana asifiwe. Okay. Mstari wa sura ya 4 mstari wa 7 hiyo Efeso. Sura ya 4 mstari wa 7. 4:7 hiyo Efeso. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipawa chake Kristo. Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu aliitwa na Mungu na akachaguliwa kwa kusudi la Mungu. Na hilo kusudi la Mungu lilihitaji neema ili kulitekeleza. Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu ameitwa na Mungu kwa kusudi la Mungu. Usijiona wewe ni kijana barubaru, wewe ni mdogo, hauna kusudi. Mungu anakutumia kwa kusudi lake, ndio kwa maana amekuita. Usijiona wewe ni mzee sana, hauna nafasi. Mungu atakutumia katika uzee wako. Uzee wako atauneemesha ili kutekeleza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kila mmoja wetu amepewa neema. Neema ya kufanya nini? Ya kutekeleza kipaji cha Mungu, kutekeleza kusudi la Mungu. Kila mmoja wetu. This is going to be a challenge. Hii ni changamoto, kwa sababu lazima kila mmoja wetu ajue ya kwamba amekuja kwa Mungu kutekeleza wajibu ambao Mungu alimtendea kimbele. So we must be concerned. Ni lazima tujiulize kusudi langu ndani ya Mungu ni nini na nitalitekeleza namna gani? Bwana asifiwe. Kusudi langu ndani ya Mungu ni lipi na nitatekeleza namna gani? Paulo
akiongea na Wagalatia katika Wagalatia sura yake ya kwanza na mstari wa 15, anawaambia, huwa ni Paulo anaambia Wagalatia ya kwamba Mungu alimchagua akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. But when it pleased God who separated me from my mother's womb, Mungu alimtenga Paulo akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. Wagalatia 1:15. Lakini wakati ulipowadia alimuita na akamfunulia Kristo ili aweze kuhubiri Kristo kwa mataifa yote. Lakini anasema aliteuliwa wapi? Tangia tumboni na mama wake. Na huyo ni Paulo ambaye muda mfupi alikuwa akiwatesa na kuwahangaisha na kuwaua Wakristo. Bwana asifiwe. Kama ungemuona wakati huo, walikuwa wanasikia Paulo ameonekana na kuletu wa Kristo wote wanahamia mahali pengine. Kusikia ni kama vile kuna mtu aliyeitwa Osama bin Laden. Kama akionekana mahali, watu walikuwa wanajua hatari imetangazwa. Huyu ndivyo Paulo alivyokuwa. Bwana asifiwe. Lakini anasema Mungu aliniteua tangia tumboni mwa mama yangu, lakini wakati ulipofika akaniita, akanifunulia mwanae ili nimhubiri kwa mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipomuita Paulo, kuna mwanafunzi mmoja aliitwa Anania, aliishi Dameski. Sio yule Anania wa Safira, ni Anania mwingine. Na huyo Anania Kristo akamtokea akamwambia, kuna mtu anaitwa Saul kutoka Tarsus na ako mahali fulani, uende ukamwombee. Huyo jamaa akaambia Yesu, mimi siwezi enda. Wewe umesikia mambo ya Paulo? Hadi yeye anauliza Yesu, wewe hujui mambo ya huyu Paulo vile ametesa watu wako, na unaniambia mimi niende nikamwombee? Akasema siwezi enda. Lakini Yesu akamwambia, enda umuombee, kwa sababu yeye ni chombo changu kitakatifu ambacho nimekitenga ili kulihubiri jina langu. Bwana Yesu asifiwe. Wale aliowajua tangia kibele, aliwateua tangia kibele, akawaita kwake, akawahesabia haki. Alimjua Paulo tangia tumbo ya mama yake, lakini alimuita wakati alipokuwa anaenda Damaski kuwatesa watu wake, na alipomuita akamhesabia haki na akamtukuza, akawa mmojawapo wa mitume waliosifika sana katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alitengwa kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alitengwa kwa kusudi la Mungu. Mungu aliambia Yeremia. Kumbuka nabii Yeremia, wakati Mungu alipokuwa anamuita ili awe nabii katika Israeli, Yeremia alijidharau mwenyewe. Alipojitazama akajikosa. Alipokumbuka vile Waisraeli walikuwa wamepiga mawe manabii wengine kabla yake, vile walitesa manabii, akaambia Mungu, sioni kama nimetosha kuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akamwambia, kabla sijakuumba kwa tumbo ya mama yako nilikujua. Bwana Yesu asifiwe. Nilikujua na nikakuchagua ili uwe nabii kwa taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi hatuoni nyuma mbali, wala hatuoni mbele mbali, hatuwezi kuelewa mambo haya. Lakini Mungu alitujua kabla. Bwana Yesu asifiwe. Alitujua kabla na
Musa akasema wala kuongea sijui. Bwana asifiwe. Hata kuongea wala kumhimiza. Kila watu wako mwingine wanakualia sijui nitaongea namna gani mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Musa alikuwa anaambia Mungu, katikati ya watu ambao wanaweza kukomboa Waisraeli, mimi si mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. That is what Moses was telling God. Lakini Mungu akamwambia, wewe ndiwe utaenda. Ni kwa nini hayo mambo Mungu hakuyapanga wakati huo? Mungu alimchagua kimbele na akamuita ili atekeleze kusudi hilo. Anapokuita Mungu anakuita kwa sababu anakujua. Na tukisema anakujua, tunamaanisha unyonge na udhaifu wako wote anaujua. Safari ya maisha yako anaijua. Na kwa sababu anaijua, amesema hata hivyo nitamchagua huyu ili atimize kusudi lake. Bwana asifiwe. Hakuna kitu Mungu hajui. Hata ile mambo hatuwezi kuambia watu wengine kutuhusu. Unaweza kuja nikihubiri hata ufikiri nilizaliwa nikiwa mwokovu. Lakini sikuzaliwa nikiwa mwokovu. Kuna mambo mengi nimeyapitia. Kuna vita vingi nimepiga. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mwingine nikakata tamaa. Na wengine wakakata tamaa. Wale ambao wanajua ushuhuda wangu wanajua mambo hayo. Lakini kwa sababu Mungu alinichagua kwa kusudi, ndio kwa maana niko hapa. Hakuna nguvu zingeniangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nguvu zingeniangamiza. Wale tulikunywa na wao pombe wengi wako makaburini. Iliwaua. Wale tulipepea katika mambo mengine na wao wengi wako makaburini. Walikufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tofauti yao na mimi ni kwa sababu kimbele Mungu alikuwa amenichagua niwe mhubiri wa injili ya Bwana. Ndio kwa maana niko hapa siku ya leo. Umechaguliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na amekuchagua akijua. Watu kama kina Gideoni, kila mtu ambaye Mungu alimuita, walijidhania hao hawafai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anatuita watu ambao hawafai katika macho ya watu ili atutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasema God does not call the qualified. He qualifies the called. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawaiti wale waliohitimu, anawahitimisha wale ambao amewaita. Bwana asifiwe. Na katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya 3 inasema ya kwamba on our own, kwetu sisi peke yetu hatuwezi kuhitimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye ametuhitimisha. Ametuhitimisha kuwa wahuduma wa agano jipya. That is 1 Corinthians 3. Maybe from verse 2-3 down there. Ukielekea 5 na 6. Anasema sisi wenyewe hatujahitimu. Kuhitimu kwetu, we are not sufficient by ourselves. Our sufficiency comes from Him who has made us able ministers of the New Testament. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye anahitimisha, sio sisi tunajihitimisha. So Yeremia akaitwa na akaambiwa, nilikuchagua tangia utotoni mwako. Na kwa sababu alituchagua,
akatuingiza ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Wakati ulikuja kwa Kristo, unaweza fikiria jambo hilo ulifanya uamuzi wako bila Mungu kuingilia kati. Hiyo si kweli. Ni Mungu alikuvuta ndani ya Kristo. Yesu alisema hakuna ajaye kwangu ila awe amevutwa na Baba. Wakati ulikuja umetoa ulimi nje, umetoka na mateso ya Shetani, ni Mungu alikuwa anakuvuta akuweke ndani ya Kristo. Lakini leo ukaenda nyumbani ukasema leo nimeokoka ama nimefanya uamuzi wa kuokoka. Lakini huo uamuzi ulioufanya ni Mungu alikuwa anakuvuta. Mwahi kusikia watu hata walienda kutafuta mhubiri usiku kwa sababu mvuto umezidi. Wamesikia injili miaka mingi, lakini sasa mvuto umezidi. Ni Mungu alituchukua akatuweka ndani ya Kristo. Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 8 na wa 9. 1 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza yake ya 8 na 9. Ambaye atawadhibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu. Hapo ndio nilikuwa nataka sana. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye, muingie katika ushirika wa mwanawe, Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu ambaye aliwaita akawaingiza katika ushirika mgani? Ushirika gani? Wa mwanae Yesu Kristo Bwana. Ni vizuri sana kwa sababu Mungu amekutoa mahali amekutoa, amekuleta katika ushirika huu. Bwana asifiwe. Lakini malengo ya Mungu ya juu sio tu uje katika ushirika huu, lakini ni uingie katika ushirika wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mungu alikuita akuingize katika ushirika wa Yesu Kristo. Hiyo inamaanisha nini? Wewe na Yesu Kristo muwe kitu kimoja. Bwana asifiwe. Wewe na Yesu Kristo mshirikiane. Wewe na Yesu Kristo muendeleze makusudi mamoja. Umeshirikishwa pamoja na Yesu Kristo, ili kazi ya Yesu Kristo iwe ndiyo kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu tunaita mission na vision na kioneki na maono, mambo haya yote, sio? Lakini anapotuingiza ndani ya Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe, the vision and mission of Christ becomes our own mission and vision. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ile kazi ambayo Mungu amempatia Kristo kuitekeleza, tunakuwa tunaifanya pamoja na yeye kwa sababu tumeshirikishwa ndani yake. Bwana asifiwe. Ametuingiza ndani ya Kristo. Na wao nasema tulikufa na tukafufuka pamoja na yeye. Waefeso inasema alituhuisha pamoja na Kristo, akatufufua pamoja na Kristo, akatuketisha katika enzi za juu pamoja na Kristo.
kusudi letu. Bwana asifiwe. Amen. Paulo anaambia Wakorintho anapowakemea kwa sababu ya uasherati. Wakorintho 1:6 anamwambia ya kwamba kama vile mtu akishikamanishwa na mwanamke wanakuwa kitu kimoja, wale ambao wameshikamanishwa na Kristo wamekuwa roho moja. Bwana Yesu asifiwe. But them that are joined with Christ become one spirit. Amen. Tunaongea kuhusu tumeitwa tutekeleze kusudi la Mungu. Mambo haya mengine yote ni fringe benefits. Bwana asifiwe. Mambo haya mengine yote, kuna miujiza ya uponyaji, kuna kuinuliwa hapa na pale, kuna mambo mengi mema ambayo tutayapata na tutayapitia katika safari hii, lakini lengo la Mungu ni tutimize makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu hiyo ametuingiza katika kusudi la Bwana Yesu. Bwana Yesu alisimama kwenye sinagogi akasema, Roho wa Bwana Mungu wako juu yangu. The Spirit of the Most High is upon me. Kwa sababu amenitia mafuta. Na akasema yale mambo ametiwa mafuta afanye. Yohana anasema kwa makusudi haya Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziharibu kazi za yule mwovu. Na sisi tumechukuliwa na Mungu, tumeingizwa katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Ili tutekeleze mambo hayo. Paulo anasema Wakorintho wa kwanza 2:15 ya kwamba Mungu ametupatanisha na yeye mwenyewe. He has reconciled us to himself. Lakini baada ya kutupatanisha ametufanya wahudumu wa huo upatanisho. He has made us ministers of that reconciliation. Kwa hivyo anaambia Wakorintho, na wasihi ni kana kwamba ni Yesu anawasihi akiwa ndani yangu, mpatanishwe na Yesu. We have become ambassadors of the Lord Jesus Christ. Kuna hivyo tunaimbaga tunasema, mimi na wewe tumabalozi mabalozi wa Yesu. Balozi anafanya nini? Anawakilisha ufalme wake katika ufalme mwingine. Tuko hapa duniani kuwakilisha ufalme wa Kristo Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni mabalozi. Na kwa sababu sisi ni mabalozi, ndio kwa maana neno lilisema wale aliowaita aliwahesabia haki kisha akawatukuza. Tumeinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeinuliwa, tumevikwa utukufu wa kiungu ili tuweze kuwa mabalozi wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi kwa sababu ya ushuhuda wa yule mwanadada ambaye miongoni mwa wengi alikaa kama mtu tofauti. Bwana asifiwe sana. Lakini wale watasikia ushuhuda wake watamtukuza Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu amemuinua, amemvika utukufu ili popote alipo awe balozi wa ufalme wa Mungu. Na hivyo ndivyo tumeitiwa. Na kwa sababu hiyo tumetiwa mafuta. Yesu alisema ametiwa mafuta. Ni wangapi wanajua kanisa ni mwili wa Kristo? Do you know that the church is the body of Christ? Bwana asifiwe. Kristo ni kichwa, kanisa ni mwili. Nilikuweko siku moja na mchungaji wakiwekwa mafuta, wakiwekwa mawafu, na niliona wamemwagiliwa mafuta kwa kichwa. Wale walikuweko, siku wale wamemwagiliwa kwa miguu, kwa mikono, sijui kwa wapi walimwagiliwa kwa kichwa. Lakini walipomwagiliwa mafuta kichwa, si mwili wao hata walipata mafuta. Bwana asifiwe. Kama kichwa kimemwagiliwa mafuta, mwili wote umemwagiliwa mafuta. Bwana Yesu anasema
juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta, na yeye ni kichwa cha kanisa. Kama kichwa cha kanisa kimetiwa mafuta, kanisa lote limetiwa mafuta. Mafuta ya kufanya nini? Ya kutekeleza makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. The anointing that is upon the head is upon the whole body. Ndio kwa maana Yohana anasema yale mafuta ambayo Mungu amewapaka yanaishi ndani yenu. The anointing dwells or abides in you. Hiyo ni Yohana wa kwanza mstari sura ya 2 na mstari wa 27. First John chapter 2 verse 27. Ya kwamba upako ambao tumeupokea kwa Mungu unaishi ndani yetu. Upako ambao wewe umeupokea kwa Mungu unaishi ndani yako. Umepakwa mafuta na Mungu ili utimize, kwa sababu kupakwa mafuta ni kupewa uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema umewekwa mafuta, umepewa uwezo ili uweze kutekeleza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana Bwana Yesu akaambia wanafunzi wake alipokuwa akipaa, akawaambia, I have trained you, nimewafundisha miaka 3.5. Mmekaa chini ya miguu yangu miaka 3.5, na sasa ninawaacha msiende kokote kwenda kushuhudia. Endeni Yerusalemu, mngojee ahadi ya Baba. Kwa nini? Mtapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mtapokea nini? Mtapokea nguvu atakaposhuka juu yenu Roho Mtakatifu, na mtakuwa washuhuda wangu Yerusalemu na Judea na Samaria na duniani kote, kwa sababu mmepokea nguvu kutekeleza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. That is what the Lord Jesus told the disciples. Tutataka tukimbia haraka kwa sababu ya masaa. Wakorintho wa 2:4 mstari wa 6 na 7. Ndugu yangu tusomee. 2 Corinthians 4 verse 6 and 7. Katika Wakorintho wa 2 sura ya 4 yake 6-7. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Haya, hebu pole. Inasema nataka tumakimbia kabisa. Tuko pamoja? Are we together? Yes. Hebu niinue mkono kama tuko pamoja. Very good. I'm encouraged. Inasema Mungu ambaye aliita nuru kutoka kwa giza. Mungu aliita nuru kutoka kwa giza. Yaani kulikuwa giza, Mungu akaita huko gizani, Mungu akaita nuru. Huyo Mungu ndiye ameangaza mioyoni mwetu kutuletea ufahamu wa utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo. Si ndio? Na anasema ufahamu huo wa utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo tuko nao kama hazina. Usoma hapo sasa. Lakini tuna hazina hii katika hazina hiyo katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Very good. Let me explain that. Ufahamu ambao tuko nao wa kuona utukufu wa Mungu katika uso wa Kristo
ni hazina kubwa, ni hazina kubwa ambayo Mungu ameweka katika vyombo vya udongo. Najua siku hizi hatutumii vyombo vya udongo. Zamani majenzia hawawezi kujua, zamani kulikuwa tunapika na nyungu za udongo, si ndio? Na vyombo vingi vilikuwa vyombo vya udongo. Sasa Paulo anasema huo ufahamu uko nao, hiyo nuru ya Kristo, bila umeona utukufu wa Mungu kwa Kristo, ni hazina kubwa ambayo Mungu ameweka ndani yako, na wewe ni chombo cha udongo. Wakati wanajua watu waliugua kwa udongo, sisi ni vyombo vya udongo, lakini katika udongo huo Mungu ameweka hazina ya Mungu isiyokadirika dhamana yake. Bwana asifiwe. Na hiyo hazina iko na shida na ulimwengu uko na shida na hazina hiyo. Adui ako na shida na hazina hiyo, kwa sababu hazina hiyo ni ya kumwangamiza na kumharibisha Shetani na ufalme wa giza. But let me give you the typology there. Hata nikuonyeshe kile kinasemwa hapa. Ukiona kanyungu ka udongo, mchungaji Peris, ukikutana na kanyungu ka udongo, uambiwe ndani ya hapo kanyungu kuna dhahabu kilo moja. How much is gold? Ounce. Ounce kamoja ka dhahabu ni pesa ngapi? Hata kiwezi kadiria. Uambiwe katika hapo kanyungu ka udongo kuna dhahabu kilo moja. Lakini hiyo dhahabu ili uipate lazima uvunje hiyo nyungu, kwa sababu hata ule mwana wa nyungu ile dhahabu haiwezi kutokea. Sasa wewe uchukue hiyo nyungu, unakuja na kihoi ile nyundo kubwa ili uvunje. Ukivunja ile kanaruka tu hakuvunjiki. Unajaribu mbinu zote za kuvunja hiyo nyungu, na ni ya udongo. Unaona ni ya udongo, lakini haivunjiki. Labda mara ya mwisho utasema hii sio nyungu ya kawaida, labda hii ni nyungu ya waroni wa kuperuka pani, uachane nayo, kwa sababu umeona kuna nguvu zingine ambazo zinafanya kazi kwa hii nyungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema amechukua hazina ambayo inaletea watu uzima wa milele, ameiweka katika nyungu za udongo. Bwana Yesu asifiwe. Ili kunawiri kwa hazina hiyo kujulikana wazi, si kwa uweza wa watu, ni kwa uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaotuona tukiwa tumejawa na utukufu wa Mungu na tukitimiza kusudi la Mungu, wajue hakika ya kwamba sisi ni uweza wa Mungu unafanya kazi ndani yetu, kwa sababu tumeitwa tutekeleze kusudi la Mungu. Wakati uko katika makusudi ya Mungu, mambo yote yatafanya kazi kwa pamoja kukuletea ushindi na kukuinua zaidi, kwa sababu Mungu anaangalia makusudi yake yatimie. Katika unyonge wako anaonyesha nguvu zake, katika kutofahamu kwako anaonyesha hekima yake, katika udhaifu wake nguvu zake zinadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maadamu as long as we are serving the purposes of God, we cannot be defeated. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu tuko katika makusudi ya Mungu, hatuwezi kushindwa. Kwa nini? Mungu wetu hawezi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. We are called to serve the purposes of God. Sisi ni vyombo dhaifu. Hata Paulo alisema ni chombo dhaifu, lakini nguvu zinazotenda kazi kwetu. Joshua, na mtu aliongea kuhusu Joshua. Leo tunaongea mambo ya Joshua ama ni kitambo. Joshua, Mungu alimtia
akamtia mafuta ya kuongoza wana wa Israeli, akampatia ushindi wa ajabu. Akifikia hawa anawapiga, anawaondoa njiani. Akifikia wale wengine anawapiga, anawaondoa njiani. Ikafikia hata wale wako mbele sana hawajafikiwa. Wale hawajafikiwa wakasikia sifa ile Yoshua anakuja akifagia, wakajileta kwa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia, sisi tumekuja kufanya amani na wewe, ili wakati utatufikia wewe upite tu, watana na sisi uende kule tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Aliitwa kwa makusudi ya Mungu, na hata walipoungana mataifa makubwa hayangemshinda, kwa sababu kusudi la Mungu lazima litimie. Ndugu na dada, usijali, tapitia matatizo ya hapa na pale, but as long as you are on the purposes of God, stand tall and be brave enough, because with God on your side, Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakuwa kinyume chetu? Anauliza mtume. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 8. Sasa soma mstari wa 8. Nakaribia kumalizia. Hiyo mahali tulikuwa mstari wake wa 8. Wa 8 ya. Pande zote twadhikika, bali hatusogwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Pande zote, kwa sababu ya ile hazina tumebeba. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya hiyo hazina ya dhamana isiyokadilika ambayo Mungu ameweka ndani yetu, pande zote tunasongwa. Bwana asifiwe. We are troubled on every side, yet we are not distressed. We are perplexed, but not in despair. Tunateswa, we are persecuted, lakini hatuachwi. Wakati mwingine hata tunaangushwa chini, lakini hatukati tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bado analelea kweli, Bwana wakatorogie, tobe yote ina wakayo ndio. Bwana Yesu asifiwe. Netojalinda huo, netohinda ndio, netoheta huo kana msianaka. Na netoronda huo, wana hebeo twende, tutaonagia kibebeo kwa mwana ni Yesu, kwa watu ni makilia. Kaidi kwa Mungu. Lakini nini kinatafutwa? Ni hiyo hazina. Watu wengine wetu tumepitia masaibu kwa sababu ya kuhitajishwa na jina la Bwana Yesu. Na sio sisi. Uliza Paulo. Mara kadhaa walimtaraza viboko 39. Mara kadhaa alipigwa mawe, wakamwacha ni kama amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Alipitia mateso yasiyokadilika kwa sababu ya jina la Bwana Yesu. Amen. Lakini hakukata tamaa. Alijua hatimaye kuna ushindi. Kwa sababu ya hicho Mungu ameweka ndani yako, utapitia mambo magumu. Ukristo sio tu raha mstarehe, ni kuteswa pamoja na Kristo. Lakini tunapojua ni nini kimewekwa mbele yetu, tunastahimili. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema Kristo yeye mwenyewe alistahimili aibu na uchungu wa msalaba kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukishajua ni nini kimewekwa mbele yetu, tunaweza kustahimili hayo yote. Tunateswa, tunapigwa, tunanyanyaswa, tunaangushwa hata, lakini hatuwezi kata tamaa, kwa sababu kile kinatafutwa ni hazina ya Mungu iliyo ndani yetu, hazina ambayo inatuelekeza katika utukufu wa Mungu. Lakini katika mambo haya yote anasema Paulo, Warumi 8, in all these things, finish with me, in all these things we are more than conquerors in Christ Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo hayo yote sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Bwana. Kwa nini? Sisi ni jeshi la Bwana Mungu wetu.
alitujua kimbele, akatutagua kimbele, akatuita kwa kusudi lake, akatuhesabia haki na akatutukuza. Bwana Yesu asifiwe. In all these things, mambo yote hayo lazima yafanye kazi kwa pamoja kutuletea ushindi na baraka, kwa sababu tunampenda Mungu, tumeitwa kwa kusudi lake. Bwana asifiwe sana. Yule wa kutushinda ni yule ako na uwezo wa kushinda kusudi la Mungu, na hakuna kama huyo. We are called to serve the purpose of God. We are more than conquerors in Christ Jesus. Mungu atatuweka. Petero anasema, Petero wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 5, ya kwamba tunawekwa, tunalindwa. Bwana asifiwe. Tunalindwa na uweza wa Mungu. Tunalindwa na uweza wa Mungu. Yaani Mungu ameachilia hekima ya Mungu na uweza wake wa kiungu ukumulike wewe popote ulipo, akulinde. Bwana asifiwe. Tunalindwa. Hata tukitembea na watu, Daudi alisema anapotembea hata katika vita wataanguka watu 1000 pande hii na watu 10,000 pande hii, lakini yeye atabaki amesimama salama kwa sababu amemulikwa na uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umeitwa kwa makusudi ya Mungu, Mungu ameachilia uungu wa Mungu juu ya maisha yako kukulinda na kukuweka na kukupatia ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukiteseka, tunajua tunateseka kwa nini, lakini tunajua ni kwa muda tuna ushindi. Tukipitia mambo magumu, tunajua kuna ushindi. Mungu anatulinda, anatuweka kwa kusudi lake. Bwana asifiwe. I don't have time, but Ephesians says, kitabu cha Efeso kinasema, wa Efeso 1, ya kwamba zile nguvu ambazo Mungu alizitumia kufufua Kristo kutoka kwa wafu ili asife tena, hizo Mungu ameachilia juu ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Hinolea kaya homelile wako ndio kia Yesu. Bwana asifiwe. Ototaka ujole kuolege hinosiole kaya mole kile ando aliameteketie. Bwana asifiwe. Amewachilia uungu wa Mungu juu ya waaminio. Kwa sababu gani? Ni katika waaminio ambapo Mungu anataka kutimiza makusudi yake ya umilele. Sisi ni watu wa dhamana, na dhamana yetu ni kwa sababu tumefanyiwa kazi na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Na mwisho, wakati mmoja kulikuwa na vita miongoni mwa Waisraeli na Washuri, the Syrians. Walikuwa wanapigana vita, na kulikuwa na nabii Israeli alikuwa anaitwa Elisha. Elisha alikuwa anakaa mahali kwa mlima msituni, akiwa peke yake mahali msituni karibu na mlima, akiwa hakuna neighbors. Wale neighbors walikuwa mbali sana. Sasa mfalme wa Ashuri alikuwa anaita war cabinet yake, cabinet ya vita, majemadari na nani wanapanga vita. Na walipopanga vita wanasema tutapitia hapa, tutajificha wapi? Mambo hayo yote Mungu anaambia Elisha. Elisha anaenda anaambia mfalme wa Israeli. Sasa ile mambo yote Washuri walikuwa wamepanga inaagulia patupu. Ikaendelea hivyo mpaka mfalme wa Ashuri akasema haikosi miongoni mwetu kuna mtu
katika siasa za Kenya wanaitwa Moro fuko ile inaenda chini, sio? Nasikia huyu ni Moro ya huyu hapa, huyu ni Moro ya yule mwingine pale. Ni kama style wa kusikiliza. Akasema kuna mtu miongoni mwetu ambaye tukipanda anaenda kuambia mfalme wa Israeli. Nataka nijue huyo msaliti ni nani? Mtu mmoja akatoka akamwambia mfalme wetu, hakuna msaliti hapa. Ile kitu iko, kuna nabii anaitwa Elisha. Huyo ile kitu unasema ukiwa kwa bedroom yako anasikia. Na anaenda kuambia mfalme wa Israeli. Kwa hivyo hakuna vile utashinda hizi vita kama Elisha yuko hai. Bwana asifiwe. Akasema endeni mtafute huyo Elisha. Endeni. Akatuma kikosi. Ikajulikana Elisha anakaa mahali msituni. Akiwa peke yake na mtumishi wake anaitwa Gehazi. Endeni mtafute. Akapeleka kikosi cha wanajeshi kwenda kushika Elisha. Asubuhi moja Gehazi alitoka nje kumsaidia, akarudi haraka. Akaambia Elisha, tumeisha. Siku yetu ya kuisha ni leo. Elisha akamuuliza kwa nini? Ile jeshi ya Washuri iko nje hii. Hujawahi kuona jeshi kama hiyo. Kumbe Mungu alikuwa tayari ameonyesha Elisha majeshi hayo. Bwana asifiwe. Elisha akaomba Mungu, akaambia Mungu, fungua huyu kijana macho aone kile ninaona. Bwana asifiwe. Wakati Gehazi alifunguliwa macho, akaona jeshi kubwa la Mungu wa mbinguni ambalo ni kuu zaidi kuliko jeshi la Wasuria. Bwana asifiwe. Wakabisha. Elisha akatoka. Wakaambia Elisha, tunatafuta mtu anaitwa Elisha. Unaweza kusaidia tumpate huyu Elisha? Elisha akawaambia, nitawapeleka mahali Elisha ako. Akaomba Mungu akawapumbaza. Bwana asifiwe. Jeshi lote la Wasuriata likaongozwa na Elisha, likipelekwa wapi? Kwa mfalme wa Israeli. Jeshi mzima la Washuri likafuata Elisha wanaomtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Akilipeleka jeshi hilo kwa mfalme wa Israeli. Akaenda akawaingiza kwa ikulu ya mfalme wa Israeli. Akaambia Mungu, sasa wafungue macho. Macho yao ikafunguka, wakajipata wako kwa ikulu ya mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akachukua panga, akauliza Elisha, nikatakate hawa watu? Elisha akamwambia, utakatakata wale umejishikia. Hawa ni Mungu amekusikia, uwapikie karamu kubwa, wakule washibe, warudi kwa mfalme wao, wakamweleze ile mambo. Neno linasema katika wakati huo Washuri hawakuthubutu tena kupigana na mfalme wa Israeli. Ni kwa nini? Kile ambacho Mungu amekusudia lazima kitimie. As long as we are serving the purposes of God, nothing can defeat us. In all those things, we are more than conquerors in Christ Jesus. Bwana wabariki sana. Asante sana. Glory to God. Haleluya. Karibu mchungaji. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumeambiwa mambo mengi. Haleluya. Na wewe mwenyewe umesikia, si ndio? Na wewe mwenyewe umejua ati umeitwa kwa kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwangu mimi ni kukuombea Mungu ujue kusudi lako kuhusu kukaa kwa Mungu. Bwana asifiwe sana.